Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Watu kukushangaa. Utaonana na mtu kwa mara nyingine tena baada ya muda mrefu. Kupuuzia kiasi au kitu kidogo kitakachopotea. Kuhisi mtu anajituhumu mwenyewe. Utaondosha au kusitisha maandamano ya watu. Muonekano wako mtu unamvutia. Utaonekana una nafasi fulani ambayo hauko nayo. Utapata kuwasiliana na mtu ambaye ulimtaja au kumkumbuka sana. Usema jambo hata kama watu hawatotaka kuliamini. Mtu atajishtukia kwako. Nyota ya Nge. Kuikanya tamaa mbaya ya mtu. Kutumia kitu cha tofauti na ulichozoea. Kukataliwa. Itakuwa ni njia sahihi ya kuepukana na jambo. Kumtembelea mtu katika makazi yake. Kujihimu kuamka mapema. Kupata saa ya mkononi kwa kununua, kupatiwa au kivyovyote. Kufanyika kwa mchango wa huduma muhimu. Taarifa ya mtu itakuwa yenye kueleweka. Kutoa wazo zuri. Nyota ya Samaki. Kuchutama kwa shida kutokana na misuli kukaza na kuuma. Mengi ulioyasikia utakuwa mwenye kuyazingatia yaliyo na umuhimu. Moyo kukuuma kwa kuwa unasemwa vibaya. Kutamani ukitoe kitu ambacho hakiwezi kutoka. Mzigo au kitu kipya kuingia. Utakutana na mtu mashuhuri. Utachoka kufanyia kazi jambo lisiloeleweka. Mnyama paka atakupa ishara ya kitu, hivyo utaelewa. Nyota ya Mizani. Utamweleza mtu mashaka yake kuwa yana ukweli. Kusamehe kitu. Mdudu kukurukia usoni. Kuna jambo utakalolishuhudia hivi punde. Kujitambulisha kwa mtu. Utafanya kazi ila haitopewa thamani kubwa. Hicho ndicho kitakachokuumiza. Kupenda kuihisi harufu nzuri ya kitu. Mzazi au mlezi wako atakueleza jambo. Nyota ya Mapacha. Kuhofia kupoteza. Kutamani kitu unachoshindwa kukipata. Utaelewa jambo. Kukaa kwa muda mchache sehemu na kuondoka kwa haraka. Neno la mtu litakushangaza kwa kuwa si kawaida yake. Utapendwa ila utahisi unaigiziwa. Kupata mwaliko au taarifa ya sherehe. Nyota ya Ndoo. Kupatana na mtu. Kuona kitu kilichopotea. Kujitahidi kumnyamazia mtu ila utashindwa kwa sasa. Kufanya kitu kiwe na maendeleo au matokeo mazuri. Kumwelezea mtu upendo wako na unavyovipenda. Utaonesha kukubali njia sahihi unayoongozwa. Utakuwa mwenye kutulia sana peke yako. Muda wa usiku utajihisi usingizi kuisha ghafla na kukaa kwa muda mrefu. Ni kipindi cha ukumbusho wa ibada njema itakayoitikiwa. Kujichoma na kitu. Kutoka kwako kwa damu utakuwa umevunja agano fulani au ubaya. Mtu anakufurahia na kuwazia mazuri yako. Nyota ya Mbuzi. Usichokifikiria ndicho kitakachotendeka. Kuna mambo yatakuwa yanafanyika kwa tofauti na ulivyodhani au kutaka. Kuhudhuria kwenye jambo la mtoto. Kupendezesha kitu unachokipenda. Siku ya leo wengi mtakuwa wenye furaha na wachache wenu kuumwa sana. Nyota ya Ng'ombe. Unapata uwazi wa mambo kwenye ndoto zako. Kumwonea huruma mtu anayeumwa. Kufikiria kuanzisha safari mpya ya kimahusiano kwa wachache wenu. Mtu anafuata mazingatio mema uliyomhusia. Kuyajua ambayo ulifichwa. Kumshirikisha mtu jambo kabla hujafanya. Nyota ya Mashuke. Wengi wenu kulala kwa shida sana. Utahitaji kukumbushia kitu kwa mtu. Kukabidhiwa kitu kwa uangalizi. Kupata usingizi wa mchana ikiwa si kawaida yako. Utafanya kazi zako taratibu sana. Kumjua mtu mwenye ujauzito kwa kuhisi tu. Akili yako itakuwa yenye kumjadili sana mtu. Nyota ya Mshale. Mabishano kuwepo baina yako na mtu. Kujua umepoteza kitu baada ya muda mrefu kupita. Kusubiria jambo fulani kwa shauku kubwa. Mtu anarudi kukuomba msaada. Kutambua ulikuwa sahihi kuongea na mtu jambo kwa wakati. Nyota ya Simba. Kutafakari kwako hakuishi. Kwa mambo mengi unayoyatarajia. Mtu atakuambia kuwa unaweza. Hivyo ondoa kipingamizi moyoni mwako.
Mwezi huu kamili una mengi sana kwako. Unahitaji kukufungua kwenye kizuizi cha moyoni mwako. Unahitaji kukujuza vingi upate ufahamu navyo. Ikiwa ulikuwa sehemu yenye kiza kwa stima kukata, tambua kuna kitu kilichokuwa kinatafutwa kwako, ili kiweze kutolewa, ikiwa ni nguvu mbaya. Kisha urudi mwangazani. Katika kazi yako, ikiwa kuna changamoto zilizojitokeza za kukufanya utoe pesa au uwaze sana, tambua kuna nafasi mpya uliochaguliwa. Vita vyako ni vya mafumbo. Ndani ya giza ndipo kuna mwanga wa kutokea wenye baraka kwako. Nyota ya punda. Kufanya michezo ya watoto au kuwa na ukaribu nao sana. Mtu anaonesha nia yake nzuri kwako. Kujua kwamba mtu alikuwa hakupendi ila ni tamaa zake tu za kuwa na wewe. Angalizo. Dhibiti hasira zako. Kuna wakati utakuwa mkali sana. Na kuna majaribu utakayokuwa unajaribiwa. Kuna mambo utayahisi hayako sawa. Utahisi kuchanganikiwa. Utajilazimisha kuelewa jambo ila hutoelewa. Maamuzi ya haraka ndiyo utakayokuwa unafanya. Hutotaka kuahidiwa kitu cha baadaye. Ni bora mtu atende kwa sasa. Utulivu ndio unaosisitiziwa kila wakati uweze kuwa nao. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.